utaratibu wa kila mwisho wa mwaka kwa shirika la Shina Inc. lenye makao yake makuu nchini Marekani kuandaa sherehe za watoto wanaofadhiliwa na shirika hilo kupitia mradi wa Bugorora Itika Aftercare Program. Na kwa mwaka 2025 sherehe za watoto zimefanyika Disemba 20 mwaka huu katika maeneo ya shule ya msingi Kiabugombe, kijiji cha Kabingo, kata ya Bugorora, wilayani Misenyi, kwa kupambwa na kauli mbiu isemayo ukiitwa itika. Na hapa baadhi ya wadau wa maendeleo wilayani humo akiwemo mwalimu Edi Mundimbatina, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Gwankimba, na mchungaji Mwasigwa Rushoke wa kanisa la TAG Bonde la Baraka Bunazi wamesifu jitihada kubwa zinazofanywa na rais wa shirika la Shina Inc. Bijeska Kamara Mshara na mlezi wa shirika Bwana Amos Mgisha Mshara kwa kuendelea kutoa huduma ya elimu katika kata ya Bugorora, hasa baada ya kuanzisha mradi mwingine wa kunufaisha watoto kielimu wa Itika Aftercare katika kitongoji cha Kiabugombe. Itika ametusaidia kwenye upande wa kutengeneza mazingira ya shule ya msingi Gwankimba. Mkurugenzi kwa kushirikiana na baadhi ya walimu wamefanya usafi, wametengeneza mazingira, wameonyesha ramani ya kila kitu ambacho kinaweza ikafanyika. Lakini vile vile kwenye upande wa lishe, mkurugenzi amesaidiana na wazazi, japo mmemkatisha tamaa, kuandaa shamba kubwa la shule, akiwa anawatengea kila mmoja hatua zake kwamba tulime, wazazi tuache kuwa tunachangia mahindi shuleni. Tulikuwa tunawaza hivi familia tufanye nini kwa ajili yao. Tulishaleta mahindi, tulishasaidia na sisi watoto, tulishafanya kila kitu tunachoweza, lakini tukawaza ndani ya moyo, hii familia tufanye nini kwa ajili yao. Roho wa Mungu akatusemesha kwamba hii familia tunapaswa angalau tutafute mboga ya sikukuu. Amen. Tunajua sikukuu inafika, lakini pia wao watakuja, watahitaji kula mboga ya sikukuu. Kwa kweli hiki ni kituo cha kielimu, na nasisitiza hawa vijana wanaosomea hapa kwenye shule hii kama sisi tulivyosoma enzi za udogoni, wajifunze kwa bidii ili waweze kuwa watu wenye busara. Yani watu wenye busara kwa Kiingereza tunasema lucid thinkers, kwa maana ya ambao ni reasonable, watu ambao wanakaa kama sisi wazee na wengine viongozi ambao wanaongoza shirika. Mwalimu Korodatus Laurenti Buchadi ameeleza baadhi ya mafanikio ambayo yamenufaisha watoto kielimu tangu mradi huo uanze kutekelezwa Kiabugombe mwezi Juni mwaka huu. Kiabugombe tunao watoto 250 na Bugorora tunao watoto 100. Tunayo mafanikio ya moja kwa moja kama mlivyoona. Tuna mafanikio ya kuibua vipaji na kuendeleza vipaji kama mlivyoona, kuimba, kucheza, ngonjera na kadhalika. Lakini mafanikio mengine tulionayo ni ufadhili mkubwa tulionao kutoka kwa baba na mama ambao ndio wafadhili wetu katika huduma nzima ya kuwapa watoto wetu chakula au watoto wenu chakula kila tunapokutana shuleni. Mgeni rasmi katika sherehe hiyo Johannes Joshua Chamshara, mkurugenzi wa shirika la Shina Tanzania ambalo liko chini ya shirika la Shina Inc., ameitaka jamii ya kata ya Bugorora na wilaya Misenyi kwa ujumla kuendelea kutunza na kuthamini miradi inayotekelezwa na shirika, kwani inalenga kupunguza umaskini katika jamii. Shirika la Shina Inc. limekuwa likionekana na mataifa mengine kupitia watu huko mbalimbali wanayoyafanya watu hawa wawili, nao wamevutiwa. Hivi ninapoongea kuna Shina Nigeria, kuna Shina Uganda, tuna Shina Kenya, Zimbabwe, na sisi hapa tuna Shina Tanzania. Kwa hiyo mnaposikia kitu kinachoitwa Shina Tanzania, ni branch, ni tawi la Shina Inc. iliyosajiliwa wapi? Marekani. Shirika la Shina Tanzania ni shirika lisilo la serikali lililosajiliwa na serikali ya Tanzania ili kusaidia kupunguza umaskini kwenye jamii. Kauli mbiu ya shirika la Shina huwa ni together we make difference. Manake ni kwamba pamoja tunaungana kuleta mabadiliko chanya. Tumeona vizuri? Manake ni kwamba sio pesa tu. Wewe unaweza ukawa na nguvu yako ukaileta, huyu akawa na akili zake nyingi za darasani akazileta, huyu anaweza akawa na imani kubwa kwenye dini yake akaileta, mwingine akawa na roho nzuri ya upendo akaleta. Pamoja tukiunganisha, lazima tutaleta mabadiliko chanya. Hawapa ni miongoni mwa waratibu wa miradi ya shirika la Shina Inc. upande wa Zanzibar ambao wamehudhuria sherehe hiyo. Kwa upande wa kwetu Zanzibar tuna mambo mengi ambayo kwa tunajishughulisha kwa sisi. Miradi yetu ya kule ni ukaushaji wa dagaa na ukaushaji wa maembe na mwani na mafuta ambayo kwa kawaida tunaleta Bukoba kwa ajili ya kupatiwa watoto.
Shirika la Shina ni shirika ambalo lilifika 2008 katika branch zetu za Pemba, na tukalipokea sisi vijana, na sisi ni miongoni mwa watu ambao walisomeshwa na shirika la Shina, na leo hii tumekuwa viongozi. Kwenye kituo changu na walengwa wasiopungua 215 ambao walengwa 20 walipatiwa baskeli kwa ajili ya walemavu, na inapofika Ramadhani Shina linajitahidi na kuletea misaada na tunawagaia. Lakini shirika la Shina halikuacha hapo, linawasaidia jasiriamali wadogo wadogo, linawasaidia vijana na wazee na vikundi mbalimbali. Shirika la Shina linajitoa kwa jamii kufanya mambo mbalimbali. Kama nimefika Bukoba huku nimeona shirika la Shina jinsi linavyokuwa linajitoa kwa jamii, kwa watu wasiojiweza, wanafanya mambo makubwa. Mimi Zanzibar natoka mkoa wa Kusini Unguja, wilaya ya Kusini. Ni mratibu ambaye niko na Shina toka tarehe 16 mwezi wa 4 2010. Mpaka hivi sasa nina kama miaka 15 ambayo ninasimamia Shina kwa pale Zanzibar, na tushafanya mambo mengi ambayo serikali inajua na inaona, sio kama vitu vya kubahatisha. Kuna watoto wa mazingira magumu ambao tunawasaidia pale. Tuna kina mama walioachika, tumewaanzishia vikundi na wanaendelea vizuri hadi hivi sasa, na kuna watoto mayatima ambao wanasoma shuleni na wao tunawasaidia. Na jamii kama itakuwa inapata matatizo mengine ya watoto wao kama hawa walemavu wenye mazingira magumu, basi Shina inasimamia kuwapeleka hospitali na kununua hadi dawa. Nikiripoti kutoka katika kata ya Bugorora, wilayani Misenyi, mkoani Kagera, mimi ni Jovinus Ezekieli wa Radio Karagwe FM, sauti ya wananchi.